Njombe TV leo naripotia moja kwa moja kutoka hapa eneo hili la mto Rihogosa ambapo kunaendelea ujenzi wa daraja. Daraja hili ni muhimu sana kwa wakazi wa mtaa wa Kibena, lakini pia wakazi wa mtaa wa Maheve. Ikumbuke kwamba katika mtaa wa Maheve kuna mashamba mengi sana ya parachichi, lakini pia kuna makazi. Kwa hivi daraja hili limesubiriwa kwa muda mrefu na litaenda kusaidia kuchochea maendeleo kama ambavyo mwenyekiti wa mtaa huu anazungumza. Daraja la pili linajengwa ndio. Changamoto ilikuwaje hapa na sasa hivi serikali kwa mbunge wanaleta daraja. Changamoto tueleze kwa uhalisia wake, wewe unafahamu. Changamoto ilikuwa ni kubwa sana. Kwanza kulikuwa na daraja la miti. Sasa daraja la miti maana yake linaweza likaleta athari sana kiusalama. Lakini leo wanapojenga daraja daraja zuri, maana yake sasa litapunguza changamoto nyingi sana. Lakini pia nyewe mnafahamu watu wengi kwenye eneo hili wanapotaka kuvuka hapa walikuwa wakiogopa sana, lakini baada ya kukamilika daraja hili maana yake sasa kutatoka kwa na changamoto ya aina yoyote. Kuna shughuli zote za kiuchumi wakazi wa huko wanafanya na wanategemea daraja hili. Kwanza kuna shughuli za kiuchumi. La kwanza tuna madini huko upande wa pili, madini ya mawe ya ujenzi, watu wanachimba maeneo hayo. Lakini la pili tunapoenda Maheve, nyewe mnafahamu tuna barabara moja tu imezunguka Howard. Lakini hii sasa ni barabara ya mkato. Mtu wa Kibena hospitali ambaye unataka kwenda Maheve sasa atakatisha tu eneo hili na kwenda kwenye mtaa mwingine. Mmelisubiri kwa muda gani daraja hili ambalo kwa sababu toka dunia inaumbwa ndio leo tunajengwa leo. Sasa tuseme tumesubiri miaka mingi sana. Na kama unavyofahamu daraja hili miaka mingi sana tunalizungumzia, lakini ujio wa mheshimiwa mbunge Deo Mwanyika alivyofanya ziara kwenye eneo letu, tulimuomba daraja hili atujengee ili angalau sasa tupunguze kero kwenye maeneo yetu. La kwanza kama nilikuwa nasema, hili daraja hili huku ng'ambo kuna uchumi wa madini ujenzi kwa maana ya mawe. Lakini la pili, nyewe mnafahamu unapokuwa na miundombinu mizuri inawezekana watu wengi wakajaa eneo hili tukana mji mwingine mpya kwenye eneo letu. Unasema nini kwa ofisi ya mbunge? Mimi kwanza namshukuru mbunge. Nilimsikia siku moja Kalinga anasema mbunge wetu sio mtu wa maneno. Yeye ni mtu wa vitendo. Na ninyi mmeona hapa yeye anafanya vitendo, maneno kidogo. Tunamshukuru sana mheshimiwa mbunge. Asante sana. Kwanza kabisa mimi naitwa Crispin Kalinga, ni mratibu wa ofisi ya mbunge jimbo la Njombe mjini, Mheshimiwa Deo Mwanyika. Kimsingi tumekuwa na ziara ya kikazi. Mara zote sisi kama ofisi huwa hatukai ofisini, hatujaajiriwa kwa Mheshimiwa Deo Mwanyika kwa ajili ya kukaa ofisini. Sisi tumeajiriwa kwa lengo moja, kumsaidia kazi Mheshimiwa mbunge, kuhakikisha kwamba miradi hii ambayo anaipambania bungeni fedha zake zinatoka, basi utekelezaji wake unaanza. Na mkumbuke leo tumekuja hapa kama team, kwa maana kama ofisi, mimi na Mheshimiwa Kayombo tumekuja hapa kwa lengo kwanza kutazama utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia ahadi ya Mheshimiwa mbunge Deo Mwanyika. Wakati wa kampeni Mheshimiwa mbunge aliwaahidi wananchi wa maeneo haya kwamba ni lazima mara baada ya mvua kumalizika barabara ziweze kufunguliwa, ikiwa na maana ya kwanza madaraja. Kumbuke kwenye kata hii ya Ramadhani kuna madaraja mawili ambayo tayari sasa mkandarasi ameshasaini mkataba wiki iliyopita, na leo hii ninyi nyewe mnashuhudia hapa mkandarasi ameleta mitambo na daraja limeanza kufunguliwa. Zaidi ya milioni 56. Milioni 56 Mheshimiwa mbunge amezitafuta, amepambana na kuwakabidhi wataalamu wetu kwa maana ya TARURA kuanza kufanya usimamizi kwenye maeneo haya. Na si daraja hili tu, ukienda kule Nzenge pia daraja mtaenda kushuhudia, mtaona daraja ambalo kimsingi fedha zake zishapatikana na tayari utekelezaji wake umeanza, upo hatua nzuri. Hivyo kwa nafasi hii naomba nitumie pia nafasi hii kuwaambia wananchi kwenye maeneo yote ambako Mheshimiwa mbunge alitoa ahadi yake wakati wa kuomba kura, lakini pia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa mbunge Deo Mwanyika ataendelea kusimamia na ataendelea kufuatilia, na sisi wasaidizi wake hatuwezi kukaa ofisini. Sisi wasaidizi wake tumewekwa pale kwa maana ya kumsaidia Mheshimiwa mbunge pindi awapo bungeni. Tunafuatilia miradi hii kuhakikisha kwamba inatekelezwa, kwanza kwa muda uliopangwa kwa maana ya wakati, lakini pili kwa kiwango kile kinachokubalika. Tutashirikiana na wataalamu wa TARURA. Mimi niwapongeze TARURA, fedha imepatikana mara moja, wakaanza wametangaza tenda, mkandarasi amepatikana, na mkandarasi wamehakikisha wanamsimamia mkandarasi, si tu kusaini makaratasi, ni kuhakikisha analeta mitambo na anaanza kuzifanyia kazi ule mkataba ambao amesaini. Na leo hii mmeshuhudia ninyi wenyewe, mkandarasi yuko site, mitambo yuko site. Mheshimiwa mwenyekiti hapa umemsikia amezungumza kwamba tangu mkandarasi ametangazwa wamekuja hapa, wameomba utaratibu, watu walikuwa wamelima ndani ya mita 60, lakini kwa kuwa wananchi ni waelewa, wameelewa, wameachia eneo
kazi imeweza kufanyika. Kwa hiyo tupo vizuri na Mheshimiwa mbunge Deo Mwanyika anaendelea kututaka sisi kuendelea kufuatilia miradi hii, lakini pia anaendelea kuwaomba wananchi kuendelea kuwa wavumilivu kwenye yale maeneo ambayo binafsi aliahidi kwamba atatekeleza kipindi hiki cha pili, lakini pia ilani ya Chama cha Mapinduzi anawahakikishia wananchi kwamba ataendelea kupigana kama anavyoendelea kupigana bungeni. Ninyi wenyewe ni mashahidi, sisi sio wa maneno, sisi ni wa vitendo zaidi.